Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tuko mwishoni sana, tuko mwishoni mwa nyakati. Kwa hiyo ni wewe kuyatambua majira nyakati tuliyomo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mwishoni sana. Bwana anataka kila mmoja ujichunguze, utengeneze. Bwana anataka kila mmoja ujichunguze, utengeneze. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo kuanzia sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, wanafunzi wake walikaa mahali wakamuuliza Yesu, wakamwambia, Bwana, tunaomba utuambie dalili za kurudi kwako ni zipi na dalili za mwisho wa dunia ni zipi? Manake hao watu walikuwa na taarifa kwamba kuna uwezekano wa yeye kurudi na kuna uwezekano mkubwa wa mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza nikwambie, walivyomuuliza hao watu walikuwa na taarifa kabisa kwamba mwisho wa dunia unaweza ukawepo. Hiyo alitaka Yesu aweze kuambia, wakonfirm, wapate uhakika kwamba je, Yesu kweli itakuwepo mwisho wa dunia? Yesu mwenyewe hakukataa kwamba mwisho wa dunia hautakuwepo, aliwakubalia kabisa. Sasa akamwambia dalili za mwisho wa dunia ni zipi na dalili za kurudi kwako ni zipi, ili tutakapoziona hizo dalili tuweze kujiandaa. Yesu sikiliza alivyowaambia, akasema mtu asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe sana. Miongoni mwa dalili mojawapo aliwaambia nyakati hizo, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Manake mtakapoona upendo umeanza kupoa kwa wengi, jua kwamba ni dalili za nyakati zile za mwisho wa dunia zinakaribia. Hiyo iwe ni ishara ya mwenye akili na mwenye ufahamu kuweza kutubu na kugeuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza. Sasa akasema mkiona hizo dalili, upendo wa wengi, miongoni mwa dalili upendo wa wengi utapoa. Sasa cha kushangaza, ile mitume alipokuwa wanauliza na wanamuuliza Yesu kipindi hicho, zile dalili zote Yesu alizozungumzia, mbaya au nzuri zaidi, kizazi hiki, sema hiki, kizazi hiki ambacho tunaishi leo, tunaishi katika hizo ishara ambazo Yesu alisema mkiziona mjue ni nyakati zimekaribia. Leo hii kwenye habari ya upendo wa wengi kupoa, umeshapoa, wewe mwenyewe umeshaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upendo unapoa taratibu taratibu, watu bila kujua kama upendo umepoa. Kuna watu ambao unajua upendo umepoa lakini hujui kama umeshapoa. Zamani kule kijijini, mama zangu mnanisikiliza, zamani ulipokuwa unatembea kijijini, ilikuwa ni rahisi sana kumkutana mtu ana baskeli, ukamwambia naomba lifti, akakubeba hata kama hakujui ni wanani, lakini mradi amejua ni mwanadamu akakusaidia lifti. Uongo kweli? Ila sasa hivi ukimkutana na muomba lifti anakunyima. Manake upendo wa wengi ni dalili ya kupoa. Umenielewa vizuri? Zamani tulipokuwa tukisafiri sisi, miaka hiyo, ulikuwa unapita huko kijijini kwetu ukiwa unasafiri, unaenda kwa nyumba yoyote unaomba maji ya kunywa, wanakupa tu bila shida. Sasa hivi eti huwezi kuomba maji kirahisi, bora ununue kwa pako dukani ubebe mkononi. Maana ni dalili ya upendo wa wengi kufanyaje? Kupoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi ukiwa unatembea, wewe ufanye testi moja. Uwe unatembea hivi mtaani, ukutane bodaboda, umsimamishe kama naomba lifti naenda hapo, atakutukana. Anataka uwe na hela. Maana upendo ule wa asili umeanza kufanyaje? Kupoa. Unaweza ukaona kwamba ni utandawazi, kumbe ni njia ya Ibilisi anayoifanya kuondoa upendo mioyoni mwa watu. Unaweza ukaona kwamba kwenda kulala roji ni utandawazi, ndio, lakini ni njia ya Ibilisi anaondoa upendo kwa watu. Zamani tulikuwa ukichoka, mtu unatembea safari na choko, unalala kwenye nyumba ya mtu yote, hata kama mjiwani, sio mjomba, sio shangazi, sio babu, sio bibi, hilo unalala pale, afu anakupikia chakula. Kesho yake asubuhi unaamka unaanza kazi yako. Uongo bibi zangu jamani? Sasa hivi huwezi ukalala kwa nyumba ya mtu ovyo ovyo, kwa sababu upendo umeshapoa. Ni dalili moja hapo nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hayo mambo lazima yawepo, tuyaone, kwa sababu tusipoyaona tutasema Yesu alikuwa muongo. Kwa hiyo lazima yaruhusiwe tuyaone, ili mwenye akili aweze kujiandaa, mwenye akili aweze kujiandaa kutengeneza njia zake mapema, kwa sababu hiyo itakuwa ni ishara kwa mwenye akili ya kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Biblia inasema miongoni mwa dalili
ya nyakati za mwisho, anasema watu watakuwa ni wenye kupenda fedha, kwamba nyakati hizo watu watakuwa wenye kupenda fedha. Hii dalili tayari imeshaonekana. Sasa hivi mtu haoni shida kumtoa mwanae kafara ili apate mali, anaona ni kawaida tu. Haoni shida kumtoa mama yake mzazi apate mali, haoni shida kuua ili apate mali. Ni dalili za nyakati za mwisho. Haoni shida mtu kuua ili apate cheo, anaweza akaangusha hata watu 100 ili apate cheo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni dalili za nyakati za mwisho. Oh my God, si kama watu mnanielewa kwamba tuko nyakati zile ni mbaya sana tulizoma sasa hivi. Tuko kwenye nyakati ambazo ni mbaya sana, ambazo muda wote saa yote dunia inaweza ikakunjwa ikawa kijiji, ikawa kama karatasi. Dunia inaweza ikakunjwa ikawa kama ni karatasi tu ya kawaida, ikachana vipande vipande. Maana asili ya Mungu ni kali mno kwa nyakati hizi, kwa sababu watu wameshauri kwenye zile njia. Vitu vyote ambavyo vilitabiriwa na manabii, walitabiri mitume, ambayo waliyatabia wa kuyaishi. Sisi tunaishi majira yale ambayo waliyatabiri wao. Mtu wa Mungu, Bwana ananiambia tengeneza. Ni majira mabaya sana. Geuka, acha dhambi, acha uovu, njoo kwa Yesu tayari akubadilisha, akutengeneza, kugeuze ili uwe tayari kumlaki pale mawinguni. Maana saa yote, muda wote, parapanda inaweza ikalia. Anytime from now, parapanda inaweza ikalia kuanzia muda huu tunapoongea. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana na nyakati hizi. Unatakiwa siwe ni mtu wa mizaha. Wewe ambaye inawezekana umeshampokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa kumtunza kwa kumaanisha sasa hivi. Usiwe na mizaha, kwamba wokovu wa mizaha. Wewe ambaye bado hujampokea, unao nafasi ya kugeuka ukampokea Kristo akakusaidia kuurithi uzima wa milele. Maana hakuna yeyote anaweza kuuona uzima wa milele nje ya Kristo. Anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, na mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia yangu. Mimi huwa nashangaa mtu nikiwaka nataka kwenda safari ambapo sipajui, huwa napendaga niambatane na naye pajui, tusipotee, nisije nikapotea. Yesu ameshatuhakikishia njia. Sasa kama mimi nataka kufika kule mbinguni, sinaambatana na naye jua njia jamani. Nikienda na asiyejua njia tutapotea pamoja. Sasa kati yawezekana mwingine anasema Yesu sio Mungu, sawa, nimekubali. Mwingine atasema Yesu ni nabii kama nabii, sawa, nimekubali. Lakini pointi yake ya msingi, kati ya manabii na mitume wote, Yesu ndiye alisema mimi ndo naijua njia, na amesema ili ufike kule mpaka upitie kwangu. Tafasiri yake ili uende kuingia mbinguni mpaka upitie kwa secretary ambaye ni Yesu. Yeye ndiye atakufungulia mlango wa kuingia mbinguni. Sasa nashangaa, unasubiri nini kumpokea Yesu ili akufungie ule mlango, ili siku hiyo uweze kumlaki Bwana mawinguni. Nyakati ni za mwisho, tuko mwishoni sana mwa majira. Munaona ndoa za jinsia moja zimetapakaa. Munaona watu wanaotiana vita na matetemeko, mnayaona. Unasubiri nini? Ukiona hivyo, jua ni dalili za nyakati zile ambazo zilizozungumzwa. Geuka, mtu wa Mungu. Haya yanayotokea yote yatokee kwa bahati mbaya, ni ishara moja hapo ya nyakati za mwisho. Unaweza ukasema mimi nina muda, ninaendelea mbele, bado ninapambana, lakini nataka nikwambie ni hivi, muda umebakia mchache sana. Yuko marangoni, mwana wa Adamu anakuja kuchukua watakatifu wake. Sijajua umejiandaaje? Sijajua umejiandaaje. Wewe unajua uko busy sana na mambo unayowasia, lakini sasa inakuja ya mambo hayatakusaidia tena. Wapo wengi waliokuwa na mambo kama hayo, lakini leo hii hatuko nao tena. Sasa wewe ambaye umesikia neno hili, mtu wa Mungu, umesikia ndani yako kuna vitu unavifanya, kwamba akishuka leo usiku hauondoki. Anasema hakuna ajuaye saa wala dakika. Huwezi kujua baada ya masaa 3 leo kama utakuwa ndani ya huo mwili. Huwezi kujua. Ndio unaweza kuwa unajiangalia mikono umeweka na rangi na nini, lakini huwezi kujua. Mungu akuangalia, anasema hizo rangi zako leo zinafutika, yaani utoboi kesho. Anasema geuka tu. Hilo unasikia ndani yako, mimi bado nipo. Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu wewe unavyovitenda kwa siri. Unajua ulivyobeba ilizi linakutesa. Unajua ulivyobeba moyoni mwako mwabeba watu. Unajua.
Unajua unavyovifanya, usuda ulizo nazo unajua, ila nataka nikutie moyo, bado hujachelewa, nafasi ya kutubu bado ipo. Utamwambia nini siku hiyo? Na wakati neno lilisikia afu ukawa na kiburi, utamwambia nini? Yeye anaitwa mhukumu haki, ana upendeleo. Unajua pombe, ulevi unakusumbua, utamwambia nini siku hiyo wakati neno lilisikia ukakataa kumpokea, kubadilisha? Yuko tayari kukubadilisha, yuko tayari kuugeuza moyo wako, yuko tayari kugeuza ili umsubiri kumlaki, yuko tayari. Roho wake yuko duniani, anafanya kazi mpaka sasa. Bado hujachelewa, bado hujachelewa. Nasema bado hujachelewa, nasema bado hujachelewa. Usiwe na moyo mgumu, bado hujachelewa. Wewe ambaye unataka sasa Mungu akubadilishe, weka mkono wako wa kulia kwenye moyo wako, urudie maneno haya. Ni hali yako, usijihesabie haki. Nakwambia ni hali yako, usijihesabie haki, na usiangalie watu watanielewaje. Siku hii hakuna atakayeweza kukutetea, ni wewe tu na Mungu mwenyewe kwenye kiti chake cha enzi. Mchungaji wako hatakuwepo, askofu wako hatakuwepo, padri wako hatakuwepo, shehe wako hatakuwepo, mama wako hatakuwepo, baba wako hatakuwepo, ndugu yako mwenye cheo serikalini hatakuwepo. Siku hiyo ni wewe mwenyewe tu na kiti cha Bwana mbele ya Bwana wa majeshi. Unahukumiwa kwa matendo yako uliyoyatenda ukiwa hapa, na uwezekana muda umebakia mchache, waweza kuchukua muda wowote. Uweze kujua, usiangalie wananielewaje, watanionaje. Wewe jali tu Mungu akusaidie wewe uweze kugeuka. Usiangalie watanisikiaje, watanielewaje. Weka mkono wako kwenye moyo wako, mkono wa kulia. Rudia tu maneno haya, sema: Baba wa mbinguni, nimelisikia neno lako, nimeamini, na leo nimeamua kwa akili zangu timamu kukupokea Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu binafsi. Bwana Yesu, ninatubu mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Kuanzia sasa, Bwana, ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima juu mbinguni, ili siku hiyo utakaposoma na mimi jina langu liwepo, katika jina la Yesu. Shetani na mawakala zako, sikia, kuanzia leo nimewakataa rasmi kwa akili zangu timamu, ya kwamba nimewakataa ewe shetani na kazi zako zote na mawakala zako zote. Nimempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni moto ulao, ninakupokea sasa. Ingia ndani yangu, tawala maisha yangu, tawala akili zangu, tawala mawazo yangu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa huruma zako na rehema zako, katika jina la Yesu. Amen. Nyamaza nikuombee sasa, ambao umerudia maneno haya. Baba Mungu uliye mkuu, mwenye mamlaka, mwenye uwezo, mfalme wa wafalme, Mungu unayetisha na zaidi ya kutisha, tazama watoto wako wameisikia neno lako na wamegeuka, wameamua kugeuka kukufuata wewe, Bwana. Nami nawabeba wote, naweka mikononi mwako, nikiamini katika mikono yako hakuna wakuweza kuwapokonya. Mungu, ile neema ya ulinzi na iachilie kamatele pamoja nao. Wale malaika wanaolinda watoto wako wateule wakamatele pamoja nao. Shetani, sikia, hauna nafasi tena juu ya watu hawa, hauna nafasi tena ya kuwarudisha kwenye njia za upotofu. Wanasimama katika njia sahihi, na mkono wa Bwana unawabeba usiku na mchana. Asante, maana wewe ni Mungu mwaminifu na mtakatifu, na zaidi ya yote uliniambia popote utakapokwenda, mtu akipokea neno lako nimtamkie neno, atalipokea na utalithibitisha kwake, ili iweze kuwa ishara ya kwamba alikutana na wewe mahali fulani. Nami natamka yule ambaye alikuwa na struggle kwenye maeneo ya kiuchumi, kazi na ndoa, namfungulia marango yote ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Natamka neema ya baraka ikamatane pamoja na kila anayeamini. Nafungua uzao wa tumbo lake, hawata struggle tena, watakuwa na kustawi, mauti haitawapata tena kwa uzao wa tumbo lake katika jina la Yesu.
Ninaharibu mauti kwenye kazi yake, ndoa yake, familia yake na uchumi wake katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kibali kila mahali atakapogusa, kibali cha Bwana ikamtangulie. Maongezeko kila eneo atakachokigusa, atakayoanzisha ikaongezeke. Roho za kurudisha nyuma hazina nguvu tena juu yake katika jina la Yesu Kristo. Ajali na roho zote za mauti nimezipinga tangu sasa. Natamka neema ya Kristo Yesu Kristo itembee pamoja naye kila wakati na kila dakika katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Kila mwenye pumzi aseme amen. Baada ya kusema hayo, sasa natangaza namba ya simu. Labda kuna mtu anahitaji maombi na maombezi ya binafsi, labda ni ndugu yako yuko mahali anaumwa, ni ushauri pia, naweza ikakusaidia. Narudia, naweza ikakusaidia. Inaweza kukusaidia. Kwa sasa unaweza ukaona kawaida, lakini mimi naamini itakusaidia. Natangaza namba ya simu 0686886110. Narudia tena 0686886110. Na baada ya kusema hayo, natamka rasmi neema ya Bwana Yesu iwe juu yako na amani ya Mwenyezi Mungu itakayo juu ikaambatane na wewe na uzao wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.